Asante sana Samira Mohamed kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuzidi kukutaarifu na kuwa operesheni ya uokoaji iliyofanyika kwa ujasiri katika Mlima Longonot, kaunti ya Nakuru imemalizika kwa afueni baada ya mtalii aliyeteleza na kuanguka ndani ya kreta kuokolewa akiwa hai. Majira ya saa 9 alasiri ya Jumapili, mpandaji mlima aliyekwama Bildad Simiu alitolewa salama kufuatia operesheni tata iliyoshirikisha mashirika mbalimbali. Mwandishi wetu Mike Kagwongo na taarifa kamili. Tukio hilo lilianza Jumamosi katika matembezi ya kawaida ya kupanda mlima wakati Simiu alipoteleza na kuanguka ndani ya kreta yenye mteremko mkali wa mlima wa Longonot. Aliangukia kwenye mwamba mwembamba ndani ya eneo hatarishi lililofanya uokoaji wa haraka kuwa wa hatari zaidi. Jua lilipozama na giza kutanda, wahudumu wa kwanza kutoka shirika la huduma za wanyapori KWS walikadiria hali hiyo na kubaini kuwa jaribio lolote la kumfikia usiku lingeweza kusababisha maporomoko ya mawe au kumuumiza zaidi. Badala yake, waliendelea kusalia kwenye ukingo wa kreta, wakidumisha mawasiliano, wakimtia moyo Simiu na kufuatilia hali yake katika baridi kali ya usiku. Jumapili asubuhi, operesheni ilipanuka kuwa shughuli ya pamoja ya mashirika kadhaa, timu kutoka shirika la Msalaba Mwekundu, kikosi cha zimamoto cha Nakuru, polisi na wahudumu wa afya kutoka hospitali ya Aitak waliungana na KWS kushuka kwa umakini ndani ya kreta. Walitumia kamba na vifaa maalum vya kupanda na kushusha kwenye eneo hilo tete la mlima wa volkano. Saa kadhaa za kazi ya tahadhari na umakini zilifuata, kila hatua ikipimwa ili kuepusha kusogeza mawe au kusababisha hatari nyingine. Kisha, majira ya saa 9 alasiri, waokoaji walimfikia Simiu, walimweka kwenye machela, wakamfunga vizuri na kumuinua kwa uangalifu hadi juu. Madaktari walithibitisha kuwa alipata jeraha la kuvunjika mguu wa kushoto. Alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Naivasha ambako anaripotiwa kuwa katika hali thabiti na anaendelea kupokea matibabu. KWS imewapongeza maafisa na washirika wote waliohusika, ikisisitiza umahiri, ushirikiano na kujitolea kwao licha ya changamoto ngumu za mazingira. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi.